kampuni yetu ya ndege. Mheshimiwa Rais, kampuni ya ndege Tanzania ATCL imeendelea kupata hasara ambapo kwa mwaka wa fedha 2024-2025 ilipata hasara ya shilingi bilioni 191.19 ikiwa ni ongezeko la 108% na hivyo kufikisha jumla ya hasara tangia lianzishwe ya shilingi bilioni 748 licha ya kuendelea kupokea ruzuku za serikali kwa ajili ya mishahara na gharama za uendeshaji. Mheshimiwa Rais, hasara hii imechangiwa na mambo yafuatayo: ongezeko la gharama za uendeshaji kuzidi ukuaji wa mapato ambapo gharama ziliongezeka kwa shilingi bilioni 134 na kufikia shilingi bilioni 675. Shirika lifanya safari chini ya matarajio ambapo njia 87 za safari zilikuwa na wastani wa ujazo wa abiria load factor wa 55% pekee. Matumizi yasiyo bora ya ndege ya mizigo ya Boeing 767-300F. Ndege ya mizigo ilitumika kinyume na matumizi yake yaliyokusudiwa ambapo 94% ya safari zilikuwa za masafa mafupi na ya kati badala ya safari ndefu zenye mapato makubwa. Aidha, ilifanya safari nyingi chini ya uwezo wake wa kubeba na hatimaye ilisimamishwa huku ikiendelea kugharimu shirika takriban shilingi bilioni 3.54 kwa ukodishaji na bima bila kuzalisha mapato. Kwa jumla, hali hii inaonyesha changamoto za kimuundo na kiutendaji zinazoendelea kuathiri ufanisi na uendelevu wa kifedha katika shirika hili. Udhaifu wa mifumo ya udhibiti umepelekea malipo ya shilingi bilioni 20.61 kwa mawakala bila kuthibitishwa kuwafikia abiria, pamoja na marejesho kwa abiria kutokana na kusitishwa ama kuahirishwa kwa safari, yani refunds, za shilingi milioni 310.57 yaliyofanyika bila uthibitisho wa nyaraka. Mheshimiwa Rais, ninaamini shirika letu lina nafasi ya kutengeneza faida na kuondokana na hasara. Ninapendekeza kuwa serikali iboreshe ufanisi wa shughuli za ATCL kwa kupitia upya faida za njia za safari na matumizi ya ndege, kuandaa mkakati maalum wa kuongeza ufanisi wa ndege ya mizigo, kuunganisha mifumo ya tehama ili kuboresha ubadilishanaji wa data na kupunguza michakato nje ya mfumo, pamoja na kuimarisha udhibiti wa marejesho ya fedha kutoka kwa mawakala ili kulinda mapato ya kampuni. Mheshimiwa Rais, Shirika la Reli Tanzania. Shirika la Reli Tanzania TRC linaendelea kukabiliwa na changamoto za kiutendaji zinazoathiri utendaji wake wa kifedha, hususan katika reli ya MGR ile ya zamani ambapo kiwango cha mizigo kimepungua, hali iliyosababisha kushuka kwa mapato na kuongezeka utegemezi wa ruzuku za serikali licha ya kuongezeka kwa mapato kutokana na SGR hii mpya. Aidha, shirika limepata hasara kutokana na ajali za treni zilizofikia ajali 328 zilizosababisha upotevu wa takriban shilingi bilioni 3.06 kutokana na uharibifu wa miundombinu na kupotea kwa mapato. Hali hii inaonyesha udhaifu katika uendeshaji, matengenezo ya miundombinu na usimamizi, jambo linaloendelea kudhoofisha uimara wa kifedha wa TRC. Mheshimiwa Rais, kutokana na hali hiyo, napendekeza shirika la reli imarishe usimamizi wa miundombinu ya reli kwa kuhakikisha ukaguzi na matengenezo ya mara kwa mara yanafanyika, pamoja na kuangalia uwezekano wa kuanzisha na kutekeleza mfumo madhubuti wa bima kwa mali zote za kimkakati ikiwemo mabehewa. Mheshimiwa Rais, utaratibu wa kuchangia ruzuku kwenye mfuko mkuu wa serikali. Litathmini uzingatiaji wa matakwa ya kisheria yanayohusu uwasilishaji wa michango wa 15% ya mapato ghafi na malipo ya gawio kutoka kwa mamlaka na taasisi za umma. Ukaguzi wangu umebaini kuwa baadhi ya mashirika ya umma na taasisi zisizo za kibiashara zinawasilisha michango katika mfuko mkuu wa serikali huku zikiwa zinategemea kwa kiasi kikubwa ruzuku kutoka serikalini. Katika mwaka wa fedha 2024-2025, taasisi 7 zilichangia jumla ya shilingi bilioni 12.72, wakati huo zikipokea ruzuku ya matumizi ya kawaida yenye jumla ya shilingi bilioni 123.08, ikiwa ni ruzuku ya gharama za uendeshaji. Taasisi hizo, Mheshimiwa Rais, ni Shirika la Viwango Tanzania ambalo lilipokea shilingi bilioni 17 likachangia bilioni 8. Mamlaka masoko ya mitaji ilipokea milioni 708 ikachangia milioni 211. Mamlaka maendeleo ya biashara Tanzania ilipokea bilioni 3 ikachangia milioni
37. Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira walipokea bilioni 5 wakachangia milioni 830. Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania ilipokea bilioni 12 ikachangia bilioni 1.6. Kituo cha Uwekezaji Tanzania kilipokea bilioni 2 ikachangia milioni 90. Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi ilipokea bilioni 81 ikachangia milioni 414. Kwa uchambuzi huu, mchango wa bilioni 12 ni takriban 10% tu ya ruzuku za shilingi bilioni 123, ikimaanisha kuwa kwa kila shilingi milioni 100 inayotolewa kama ruzuku, serikali inarejeshewa shilingi 10 pekee. Hali hii inaonyesha kuwa serikali kwa kiasi kikubwa inajichangia yenyewe kupitia taasisi zake badala ya kupata mapato halisi ya ndani, jambo linalopunguza ufanisi wa sera ya mchango wa 15% na kuongeza utegemezi wa mashirika haya kwa ruzuku za serikali. Mheshimiwa Rais, napendekeza kwamba taasisi zinazopokea ruzuku za serikali, kiwango cha ruzuku kipunguzwe kulingana na mchango unaotarajiwa badala ya kuruhusu urejeshaji wa fedha zile zile kwa serikali. Shirika la Umeme Tanzania. Mheshimiwa Rais, katika ukaguzi imebaini kuwa baada ya kukamilika kwa mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere mwezi Machi 2025, majaribio ya uwezo wa mitambo ya kufua umeme hayakufanyika kwa pamoja kama ilivyotakiwa na mkataba ili kuona mitambo yote 9, turbine 9 kama itawashwa kwa wakati mmoja itafanyaje kazi. Hali hii imetokea na kutokuwepo kwa miundombinu ya kutosha ya kusafirisha umeme pamoja na changamoto cha kiwango cha maji. Kutofanyika kwa majaribio kamili kwa wakati kunaongeza hatari ya kupokea mitambo isiyokidhi viwango vya ubora na utendaji, jambo ambalo linaweza kusababisha ufanisi mdogo wa uzalishaji umeme na kuongezeka kwa gharama za marekebisho katika kipindi kijacho. Mheshimiwa Rais, napendekeza kuwa Shirika la Umeme Tanzania lihakikishe majaribio ya utendaji na ufanisi wa mitambo ya kuzalisha na kufua umeme na jenereta yanafanyika kwa mujibu wa